wajenge. Kitu gani kinaenda kutokea? Jipe nafasi. Jipe nafasi. Nilikuwa namuuliza mchungaji hapa. Hivi mchungaji, kwa uzoefu wako na utu uzima, umeshawahi kusikia vita ya Israeli na Irani? Labda mzee Disoni wewe kusikia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Umeshawahi kusikia? Hii vita inachoenda kukifanya ni kitu kingine. Inaenda kufanya jambo hili. Inaenda kuifanya Israeli kuwa kubwa zaidi ya nchi zote pale Mashariki ya Kati. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Wayahudi ni wadogo sana kwa idadi. Mle tu wamo Wayahudi milioni 7, Israeli yote wamo milioni ngapi? 7. Na wengine kwa hiyo Waisraeli wako milioni 10 kwa ujumla mle. Mle tu. Hili taifa wanalopigana nalo lina watu milioni ngapi? 93. 93. Milioni 93. Yaani ni mara 9 ya kwao. Wewe unaweza kuparamia taifa hili? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaweza kuparamia watu wenye nguvu namna hiyo? Maana yake ni nini? Kinachoenda kufanyika, hili likidhoofishwa, ambalo ndio lilikuwa kikwazo, watarudisha heshima yao sasa ya taifa la kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo sasa tunaona hekalu lile halitajengwa na wao peke yao, litajengwa lile hekalu na mataifa. Na saizi tayari mkono wa Marekani ndio uko na fadhili ujenzi wa nini? Wa hekalu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wa uzinduzi wa ujenzi wa hekalu, nadhani mnanisikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi ndondoo za mwisho. Tukilala kesho kiamka hatupo, utajua wewe ukibaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakati mzima moja kwa moja. Wakati nilikuwa natazama waziri mkuu wa Israeli anasema kwamba sasa tunataka tujenge hekalu letu na kurudisha heshima ya Mungu wetu. Wakati wanazindua huo mradi, mtoto wa Donald Trump alikuwa pale na wengine wengi wa maseneti wale wa Marekani walikuwa pale. Maana yake wale wafadhili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Biblia inasema ile hekalu la mara ya 3 litajengwa na mataifa. Na mataifa ndio hao na sisi wengine. Nikiwa Dar es Salaam kule, kanisa ndio uko na sali, walikuwa wana sadaka wanaita sadaka ya Israeli, ambayo wanatuma kila Jumapili wanaituma. Inaenda wapi? Kwenye ubalozi wa Israeli, inaenda Israeli. Ambazo hizo ndio zinajenga nini? Zinajenga hekalu na kuwarudisha Wayahudi kwao. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa kesho kutwa ukaona wamemudu kuwadhibiti hawa vizuri, wakaanza kujiimarisha wao, watarudisha heshima ya taifa lao. Heshima ya taifa lao mojawapo ni kujenga hekalu. Wakijenga hekalu, ndugu zangu, yawezekana wakati huo kanisa likawa halipo. Kwa sababu ndivyo ambavyo inatueleza, kwa sababu ile hekalu atakaenda kuliweka wakfu ni mpinga Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akisha liweka hekalu ile wakfu mpinga Kristo, Biblia inasema kwamba atakapoliweka hekalu sasa, pale ndipo atakapowaaminisha watu kwamba kuna huko miaka 3.5 imetangulia ya kuambia watu amani bandia. Maana yake baada ya watu kuwa wamebaki, akianza kuweka pale wataona Biblia bali inasema hivi, huyu sio masisi wao tunamsubiri, sio. Kutokea hapo ndipo kutaanzisha vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Na dunia yote wakati huo itakuwa na hasira na Waisraeli, itaunganika kwenda kuishambulia nini? Sasa hiyo vita, kanisa halipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ujenzi huo wa hekalu huo, yamkini kanisa nao linakuwa fanyeje? Halipo. Sasa wale waimbaji wetu wazuri hapa wanasema hivi, lisemwalo kama alipo linafanyeje? Ni afadhali mambo haya usiyapuuzie kwa kujiweka vizuri na Mungu wakati huu.
ningejua. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi natoa shauri kwa watu wa Mungu tulioko hapa, tuamke. Watu leo mvua kidogo inanyesha, wanasema asubuhi kanisani ndio nafasi ya kusema kesho mkikutana nao, leo mkikutana nao, mvua bana ilitukwamisha. Kila mtu ataeleza vya kwake. Bana wewe lala,